ambazo tunapata msingi wake katika safari ya wana wa Israeli. Sawa, wamekombolewa kwa mkono wa mtumishi wa Mungu Musa. Amewatoa katika nchi ya Misri, amewapa kutembea pamoja nao, amewaahidi kwa upande wao. Na katika safari yao kulikuwa na wakati wanafanya vituo tofauti wakiwa wanaendelea na safari yao. Lakini Mungu anazungumza nao namna ambavyo ushirika wake pamoja nao utadumu kutegemea na namna ambavyo wanakifanya kituo chao kuwa kikamilifu na kitakatifu. Sema amina kwa jina zuri haya. Anasema katikati yao akiwako mtu ambao ametukiwa na jambo lisilofaa, jambo lililo chafu, jambo lililo najisi, na apate fanya bidii ya kuoga, ya kujitakasa, manake kuondoa ule uchafu, kuondoa ule unajisi, ili saa Mungu anapokuja kukutana naye, anapokuja kutembea, akute makao yake na kituo chake ni kikamilifu, ni kitakatifu, kinaruhusu Mungu kuwapo, kinaruhusu Mungu kutembea katikati yake na kuketisha uwepo wake, ili kusudi lake maadui wajapo, uharibifu ujapo, Mungu ahusike. Anasema ili Mungu apate kuwaondoa adui zako. Sema amina kwa jina zuri haya. Sema tena amina kwa jina zuri haya. Kuna mahali maandiko yanasema kwamba adui yako ni adui yangu. Kuna mahali anasema nitapigana na wanaopigana na wewe. Sasa Mungu kuwafanya adui zako kuwa adui zake na kupigana na wale wanaokuja kupigana na wewe, inategemea namna ambavyo kituo chako kinaruhusu uwepo wa Mungu. Biblia inasema Mungu wetu ni mtakatifu, na kila mmoja atakaye kupata ushirika, kuwa na ushirika na Mungu, lazima awe mtakatifu. Kwa hiyo Mungu ni wa kanuni, anatembea katika kanuni zake ili apate kutenda kazi kwa ukamilifu. Hebu sema amina kwa jina zuri haya. Hapa tulipo wote tuliomwamini Kristo, tunaanzia na ule mstari katika Zaburi 34, ule mstari wa 7, anasema malaika wa Bwana hutembea katika vituo vya watakatifu wakikusudia kuwaokoa. Yaani kusudi lao, anasema malaika wa Bwana hufanya kituo. Hufanya nini? Kituo. Vile vile katika kituo cha kila mmoja, Mungu pia hutuma malaika wafanye kituo pamoja naye. Alafu kazi ya hao malaika wanapofanya kituo ni wakizungukia wamchao, manake wale waliokusudia, walioamua Mungu awe Bwana kwao, ambao wamekusudia kuishi si kwa mapenzi yao bali kwa mapenzi ya Mungu. Anasema kwa hiyo Mungu hutembelea vituo vyao, kusudi lake ni kuokoa. Hebu sema amen. Hebu sema tena amina. Kusudi la Mungu ni kuwaokoa hawa wamchao Bwana. Wamchao manake wenye hofu juu ya Mungu, wanaomwogopa Mungu, wanaomtii Mungu, wanaotembea katika mapenzi ya Mungu, wanaosikiza kwa bidii sauti ya Mungu, wanaolitii neno lake. Hawa Mungu ana agenda nao, ana agano nao. Kusudi la Mungu na agano la Mungu juu yao ni kuwaokoa. Sema amina kwa jina la hai. Ni kuwaokoa. Sema amina kwa jina la hai. Wangapi wanatamani kuokolewa na Mungu kila wakati? Biblia yangu inasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi mno, lakini Bwana huokoa na hayo yote, ili Mungu apate kusimama katika nafasi ya kwake kama mwokozi wa kila siku katika kila eneo la maisha yake. Hutegemea namna kituo chako kilivyo kikamilifu na kinaruhusu Mungu kuketi mahali hapo, kukaa mahali hapo, kutembea mahali hapo, kunena mahali hapo, kutenda kila aliyolikusudia, kwa kuwa yeye ni mtakatifu, uketi patakatifu. Ukisoma katika Isaya anasema hivi, mtu huyu ndiye mtu anayemtafuta, mtu aliye na moyo uliopondeka, moyo wa nyama, atetemekae anaposikia maneno yangu. Huyu mtu ndiye nitaketi pamoja naye. Anasema atakuwa pamoja naye, maana utafanya ushirika pamoja na Mungu kama kituo chako kikiwa ni kitakatifu, kama kituo chako kikiwa ni kisafi. Hebu sema amina kwa jina la hai. Biblia yangu inasema agano la kale limefanyika kuwa kivuli cha agano jipya la sasa. Manake ni picha fotokopi ya picha halisi ambayo ni wakati huu tunaotembea pamoja nao. Biblia inasema kwamba Mungu alifanya na wana wa Israeli. Ile agano lilikuwa ni agano la tohara. Hebu sema amina kwa
jina la hai. Lilikuwa ni agano la tohara. Manake aliomfunga nao agano kwa mtumishi wa Mungu Ibrahim, tunaona anatembea nao. Anawaambia watu wafanye tohara ili wawe wasafi, ili Mungu atembee pamoja nao. Tunaona namna ambavyo anafunga nao agano. Lakini kwenye agano jipya tunaposoma katika ile Waebrania, anasema atafanya agano jipya pamoja nao. Atafunga agano jipya, halitakuwa kama lile la kwanza, lakini litakuwa tofauti. Anasema wakati ule ambapo niliwapa amri zangu, nikasema andikeni kwenye mimo ya nyuma zenu, andikeni. Anasema wakati huu haitakuwa kwenye kuandika kwenye mimo ya malango, ila nitaziandika ndani ya mioyo yao. Manake kila unapokwenda utembee na amri za Mungu. Huwezi kusema nimesahau. Kuna wakati manake kwenye agano la zamani, agano la kale, kulikuwa na namna unaweza kujitetea kwamba Bwana sikusoma vizuri, nimesahau. Nilikuwa sijakariri, nimesahau. Lakini zikiwa ndani ya moyo wako, maana yake wakati wote zitasomeka zikiwa ndani yako. Zile sheria za Mungu, zile amri ya Mungu, yale maongozi ya Mungu yanakuwa ndani yako. Na ndio maana nasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani ya mioyo yenu. Nini? Lile neno linasimama kwa nafasi ya Mungu ya kuokoa. Alipokuwa akiwaokoa katika kituo, wakati akitembea nao kutoka nchi ya Misri, ndivyo neno la Mungu ambalo ni Mungu mwenyewe likikaa ndani yangu, una uhakika Mungu kukuokoa kila saa, kukuokoa kila muda, kukuokoa kila wakati, kukuokoa kila saa. Hebu sema amina kwa jina la hai. Anasema atakaa katikati yako, naye atakuokoa, ili malaika wafanye ziara mara kwa mara, marangoni pako, kazini kwako, shambani kwako, madhabahuni pako, kila mahali utakapokuwepo. Ni hakikisha kituo chako kinakuwa kitakatifu. Sema amina. Sema amina kwa jina la hai. Ikiwa Mungu anasema nitakaa ndani yenu na katikati yenu nitatembea, ina maana kituo cha kwanza, ule moyo wako unaomkalisha Mungu, anataka pawe patakatifu. Sema amina kwa jina la hai. Ndani ya moyo wako ambao maandiko yanasema miili yenu ni hekalu. Maana katika hekalu, katika mwili wako kuna madhabahu, na hiyo madhabahu ina hekalu, na hiyo madhabahu ni kituo cha Mungu. Mungu ana uwezo kukaa ndani yako. Hebu sema amina kwa jina la hai. Na ndio maana anasema katika maandiko, nasimama mlangoni na bisha, mtu akinifungulia nitaingia ndani yake naye nitakaa. Maana kukiwa na kituo kisafi, Mungu anakaa ndani yako. Mungu atakaa ndani yako. Mungu atakaa ndani yako. Kila wakati Mungu akikaa ndani ya mtu, ndipo ambapo maadui wanayeyuka wenyewe. Sema amina kwa jina la hai. Kifanye kituo chako kiwe kisafi, kiwe kitakatifu, ili Mungu akae ndani yako, ili malaika wa Bwana watembee kila wakati, wakutembelee. Watakapotembea wakakuta magonjwa, watashughulika na magonjwa. Watakapotembea wakakuta kuna uhitaji, watashughulika na uhitaji. Watakapotembea wakakuta kuna silaha, watashughulika. Mungu akikaa ndani yako, anashughulika na adui zako. Sema amina. Mungu akifanya makao kwenye kikao chako, kwenye kituo chako, uwepo wa Mungu unatanda. Sema amina kwa jina la hai. Mungu wetu ameahidi kwamba nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Nitatembea pamoja nanyi usiku na mchana. Tunaona namna ambavyo wana wa Israeli wakiwa safari, walipokuwa kikifanya kituo chao kuwa kisafi, wakati wa usiku Mungu alitembea nao kwa nguzo ya nini? Ya moto. Wakati wa mchana tunaona wingu lilikuwa linatanda, uwepo wake unatanda, unawaongoza. Maana yake wakati wa usiku ule moto, ile nguzo ya moto ilisimama kama ulinzi. Wengi tunafahamu wale wawindaji na watu wanaokaa porini kwenye misitu, wanajua kwamba moja ya sehemu ya ulinzi ya vitu vinavyofanya ulinzi kwenye malango yao, kwenye miji yao, ni kuosha moto. Wanapowasha moto kwenye kikome, kinawaka usiku kucha, wanasema hata simba hawezi kusogea, chui hawezi kusogea. Kwa nini? Ule moto unakuwa ni ulinzi. Kwa hiyo wakati wote Mungu akikaa kwako kama nguzo ya moto, uwe na uhakika kuna ulinzi kila wakati. Kuna ulinzi kila wakati. Kuna ulinzi kila wakati. Mungu atakulinda, maana maadui zako watakapotazama nguzo ya moto wataogopa. Hebu sema amina kwa jina la hai. Lakini tunafahamu kwamba wingu
Wingu wakati mwingi, uvuli wa wingu likiwa juu yako linatengeneza kivuli cha utulivu, linatengeneza burudiko, linatengeneza amani ya moyo. Wakati wingu linatembea na wewe wakati wa jua limetanda anga, mtu huyo anatembea kwenye utulivu wa moyo, anaikuta na amani nyingi, anachukuta mama yuko salama, anaikuta magonjwa sasa yamekaa mbali. Kama vile jua likiwaka unakitafuta kituo kimvuli upate kutulia hapo, mahali ambapo kwa upepo kanapunga, mahali ambapo jua linakuwa limefunikwa, huwezi kupata jua makali ya jua, mionzi ya jua haitakupata. Hivyo itakavyokuwa kama ukikifanya kituo chako kikawa kitakatifu, Mungu ataachilia wingu la utulivu, wingu litatanda mahali pako. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Kanuni yake Mungu ni kituo chako, kituo changu kiwe kitakatifu. Tumeona namna ambavyo anasema kama kukitokea mtu ambaye hayatakuwa salama katika kituo cha wana wa Israeli, anasema asiingie ni mpaka awe amejitakasa, ameoga, maana amesafika, amekuwa mtakatifu, ndipo akikanyage kituo. Hapo chini tunaendelea, tunaona anazungumza kwamba ikitokea mtu akapatwa na shida. Hapo lugha tu Biblia imeficha kidogo, lakini alikuwa anamaanisha mtu akikamatwa na haja. Sema amen. Anasema katika miongoni mwa silaha alizonazo, basi na atwae miongoni mwa hiyo silaha, tunafahamu ni jembe, si ndio? Na atoke nje ya kile kituo. Achutamapo, baada ya hapo basi ageuke na akifukia kile kinyesi. Maana yake nini? Mungu anapokuja kutembea asione harufu ya kinyesi wala asione kinyesi. Hebu sema amina kwa jina la hai. Sasa chukua, manake wakati huo sasa Mungu ametufanyia agano jipya ambao ametranslate mambo ya kimwili yanatembea kwa jinsi ya roho. Maana yake akija ndani yako asije kaona kinyesi wala harufu ya kinyesi, akiuchungulia moyo wako asije kaona kinyesi wala harufu ya kinyesi. Ina maana gani? Ina maana mawazo machafu, ina maana maneno machafu. Maana maandiko yanasema kimtokacho mtu hicho kiujazacho moyo. Maana asione matusi, maana asione hila, maana asione chuki, maana asione hasira wala masengenyo. Ajapo kutembelea kituo kama kaida yake, kama ambavyo alikuwa akimtembelea Adamu kila wakati kwenye bustani ya Edeni ambapo kulikuwa ni kituo chake, ndipo akute hawani harufu yoyote, hawani kinyesi, na ndipo Mungu atatanda uwepo wake. Biblia inasema wakati wote Mungu, Adamu alipokuwa akitembea katika agano la Mungu kabla ya uharibifu, alihisi uwepo wa Mungu kila saa, alihisi uwezo wa Mungu kila saa. Alitembelea miti yote ya kaya, akaona kula na shiba, anaona anatulizwa na moyo, alijiona amani, alikuwa salama wakati wote. Lakini alipochafua kituo, adui akaja akaleta uharibifu. Na Mungu kwa kuwa ni Mungu wa kanuni, sema amen, hakutembelea tena kituo, hakumkuta Adamu mahali pake. Unatamani Mungu akuone mahali pako? Akukute kwenye kituo chako? Akikuta kwenye kituo chako? Anatamani kila wakati ajapo aone kituo chako ni kisafi. Sema mimi nakupa jina la hai. Aone kituo chako ni kikamilifu, kituo chako kiko salama. Anasikia manukato ya utukufu wa Mungu, ya baraka za Mungu, amani ya Mungu, roho ya kuachilia na kusamehe, roho ya utukufu ya sifa. Aone moyo uliojaa neno la Mungu, aone uwepo wa Mungu umetanda katika kilindi cha moyo. Ndipo atakuwa na ujasiri wa kusema huyu ni wangu. Adui ajapo atapigana naye, atapigana naye. Kama mimi na kwa jina la hai. Wangapi mchana wa leo wanatamani kukifanya kituo chao kwa kituo cha Mungu, kwa mahali patakatifu? Mungu atembee mahali hapo, Mungu adhihirike mahali hapo. Anasema ukiwa katika kituo kisafi, nipo taita, Mungu ataitika, atasema niko hapa. Hebu sema mimi na kwa jina la hai. Anasema utakapokuwa katika kuwaza, tayari atasikia harufu ya manukato safi yaliyotoka katika kilindi cha moyo wa mtumishi wake aliye mkamilifu na mtakatifu. Hebu sema mimi na kwa jina la hai. Anazungumza na Danieli, anasema Danieli upendwaye, mtu mtakatifu mwenye hofu ya Mungu, ulipokuwa katika maandalizi ya kufikiri uniombe, nalisikia nami nimetokeza majibu, nipate kukujibu sawa sawa na haja ya moyo wako. Iko nami ukitengeneza kituo chako kikawa kitakatifu, Mungu kikiwa na connection na Mungu wakati wote. Wapo katika kuwaza, Bwana atatokeza. Wapo katika kufikiri, Bwana atatokeza. Hii ni kituo cha
hatujajua nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. Ukikubali kutembea kwenye kanuni za Mungu, shambani ni kituo chako. Hebu sema amina. Wale watu ambao wanaamini kwamba ili mazao yaweze kuiva, wavune ni mpaka waende kwa sangatiti kwanza, ni kwanza watambike kona na kona, Mungu hawezi kufanya kituo. Na ndio maana baada ya hapo mwalimu atakuja naye ataharibu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Lakini ukimwekea Bwana kwa tumaini lako katika kila kitu, wakati unapoanza unasema Bwana nakukabidhi. Maandiko yanasema mkabidhi Bwana njia zako zote. Bwana ninakukabidhi hata hili shamba katika mwaka huu, wewe ndiye tumaini langu, wewe ndiye tegemeo langu. Najua wakati wote nitakapokuwa huko shambani utanitembelea. Wakati unapokuwa unafanya kazi zinasikika sifa za utukufu, unamwimbia Mungu, unasema Yesu ni Bwana. Unapoomba wakati mwingine unapata pumziko, unamshukuru Mungu, unasoma na neno. Kwa nini? Hicho ni kituo cha Mungu aliye hai. Hebu sema mimi kwa jina la Yesu hai. Jinsi ya kutembea na Mungu katika uwepo wake na nguvu zake, udhihirisho wa nguvu zake kila wakati. Kuna wakati tunakuwa hatujui Mungu ana ushirika na kila eneo la maisha yetu. Sema mimi kwa jina la Yesu hai. Usipuuze mahali popote. Anasema hivi, usizitegemee akili zako. Katika kila jambo mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mimi tangu nimegundua kwamba mawindo yangu ni usiku na mchana. Yaani iwe namuona adui simuoni, wakati wote natamani kutembea na Mungu. Sema amen. Sema tena mimi kwa jina la Yesu hai. Sema tena mimi kwa jina la Yesu hai. Nakumbuka enzi zile ambazo nilikuwa napita kwenye vita fulani, nikasikia siku moja tu anasema ole wako, ole wako. Kama tungepata nafasi hata kidogo tungeshughulika na wewe. Sema amen. Wakati ule naenda kwenye chuo cha masomo ya Biblia kule Ushirombo, kumbe usiku na mchana wanatega ajali, usiku na mchana wanatamka ana, usiku na mchana wanatamka, lakini wanashangaa tu wakati wa kuondoka hawajui nimeondokaje, nimeenda nimesoma nimerudi. Wanashangaa niko madhabahuni pa Bwana, anasema Yesu ni Bwana. Wanasema tunamsubiri mwezi ujao. Wanashangaa tu wananikuta niko madhabahuni nimefanya mambo yote. Hebu sema mimi na kwa jina la hai. Wakasema ole wako, kwa sababu kuna majitu. Yale majitu ndio shida kwetu. Mengine mbele, mengine nyuma. Hebu fanya kituo chako kiwe safi. Unajua ukiisha kifanya kituo chako kuwa safi, kinalindwa zaidi ya ikulu. Sema mimi na kwa jina la hai. Kinalindwa zaidi ya ikulu. Sema mimi na kwa jina la hai. Unaona malaika, unaona maaskari wanamlindaga rais. Wanamlinda wengine nyuma, wengine mbele, wenye jezi na wasio na jezi. Ni zaidi sana malaika watakatifu. Biblia inasema kwamba malaika hufanya kitu, maana yake utembea pamoja nao, unaenda sokoni, maana mmoja wako ni safi, maana moyo wako huwazi mabaya, haujatenda dhambi, hujafanya uharibifu, hujafanya uzinzi, hujatukana, hujasekenya, hujatambika, hujazindika. Bwana anaachilia jeshi la mbinguni natembea pamoja na wewe. Wako walioangalia mashariki, wako walioangalia magharibi, wako walioangalia kaskazini, wako walioangalia kusini, wako waliokutazama, wako wanaoshughulika kwa ajili yako. Malaika wa Bwana utumefanya kituo kwako kwa kusudi la kutembea ili wakuokoe na kukuponya. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Wangapi mchana wa leo wako tayari kukifanya kituo chao kuwa kikamilifu, kuwa kitakatifu, ili Mungu atembee pamoja nao, ili Mungu ale pamoja nao. Kuna watu wafikiriki kwamba Mungu hahusiki kwenye biashara zao. Kama umekifanya kituo chako cha biashara ni kikamilifu na kitakatifu, Mungu anakuja. Sema amen. Sema amina kwa jina la Yesu. Anafanya makao kwenye hicho kituo chako. Kazi yake ni kulinda na kuhakiki usalama wa hicho kituo chako cha biashara, kituo chako cha duka, kituo chako cha mifugo, kituo chako cha shambani. Kituo chako kinalindwa na Mungu aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Anasema akiwako mtu atakayefanywa jambo usiku na asitegereje, anasema mtu huyu asiingie kwenye kituo kama hajakuwa safi, hajakuwa mtakatifu. Madhabahuni pa Bwana ni kituo. Hebu sema amen. Ni kituo ambacho Mungu anapanda na kushuka, na mahali hapo anakutana na wateule wa Mungu wenye njaa na kiu ya haki. Watapokea msaada kutoka kwa mkono wa Mungu aliye hai. Sasa ili Mungu aweze kuachilia ile neema na uwepo wake, inategemea jana mtu amefanya nini.
Kama jana mtu alitambika alafu kesho anakuja madhabahuni, Mungu anamzuia. Mungu anakuwa anakitazama kinyesi, ulimwengu wa roho. Kwenye kile kituo cha madhabahu anakitazama kinyesi. Kwa hiyo Mungu, kwa kuwa ni Mungu mtakatifu, hachangamani na vinyesi, inabidi akae pembeni. Wakati mnaomba anasema kuna kinyesi ondoeni kwanza. Wakati mnamtafuta Mungu anasema kinyesi ondoeni kwanza. Nini? Anatafuta mtu mmoja mwenye kujitambua kabla hajasogelea madhabahu. Kaja sogea madhabahu pa Bwana, autakase moyo wake. Kama na neno na ndugu yake hamsamehe, kama na neno na jirani yake hamsamehe. Maana mtu mwenye moyo wa kuachilia, asiyesogea madhabahuni pa Bwana na nafsi ya mtu moyoni mwake na roho ya mtu moyoni, maana yake aende. Ndio maana maandiko yanasema ukaribiapo kwenye madhabahu kumtolea Bwana dhabihu. Wengi tunafikiria tu ni sadaka ya kuweka huko. Sifa ni dhabihu. Hebu sema amen. Tangu ulipoingia hapo unasema amen, unapiga makofi. Zote hizo ni dhabihu. Anasema toeni viungo vyenu viwe ibada takatifu na ya kumpendeza Mungu. Sema amina kwa jina la hai. Sema amina kwa jina la hai. Haleluya kwa jina la hai. Na ndio maana ukivuruga kituo chako, utaona watu wanamtukuza Mungu, wewe unapata shida. Wanamshangilia Mungu, wewe unapata shida. Kisima cha maji ya uzima na uponyaji kimetuguliwa, wewe uwezi ukapokea. Kwa nini? Kwa sababu kituo chako si kisafi. Sema amina kwa jina la hai. Sema tena amina kwa jina la hai. Wangapi wako tayari mchana wa leo kuvifanya vituo vyao kuwa vitakatifu na visafi? Kifanya kituo chako kuwa kitakatifu. Mungu ajapo kutembelea, Mungu wa sifa, Mungu wa uponyaji, Mungu wa baraka, Mungu wa amani, akute kituo chako ni kikamilifu. Sema amina kwa jina la hai. Haleluya. 14 anasema ni kwa kuwa Bwana Mungu wako yu atembea. Anafanyaje? Anafanyaje? Anatembea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatembea katika kituo chako. Bwana anatembea. Anatembea katika kituo kama alivyokuwa anatembea kwa Adamu. Biblia inasema kwamba akamsikia Mungu anatembea kwenye kituo cha Adamu. Anatembea. Anatembea, lakini alipotazama kaona Adamu hakuwa kwenye nafasi aliyokuwa amepewa. Kwa nini? Ameruhusu uchafu umeingia alafu hajajitakasa. Wakatokea faraka. Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Uko wapi? Anasema niko hapa. Kwa nini? Niko uchi. Maana kituo chake kimechafuliwa, kituo chake kimeharibiwa. Hebu sema amina kwa jina la hai. Kwa Mungu anatembea katika kituo akuokoe. Kuna mara nyingi sana adui amepata nafasi ya kumiliki maisha yetu, kumiliki nafsi zetu, kuharibu na kutuharibu. Kwa nini? Kwa sababu tumefunga mlango wa Mungu kuokoa. Tumefunga mlango wa nini? Wa Mungu kuokoa. Hawezi kuokoa kama kituo chako ni kichafu. Na hawezi kuwafukuza maadui. Nikwambie kitu. Kinyesi mahali, inzi watakuja tu. Fukuzu unavyoweza kufukuza, watakuja tu. Lakini ili kukomesha wale inzi, kiondoe kile kinyesi, kitupe mbali. Ina maana ni kama ndani ya moyo wako kumeingia uovu. Maandiko yanasema fanya bidii ukatengeneza na Mungu. Fanya bidii ukatubu. Fanya bidii ukasafishe ili Mungu apate kuingia kwa ndani ya moyo wako, afanye makao. Sema amina kwa jina la hai. Sema tena amina kwa jina la hai. Huyu atembea katika kituo ili aokoe na kuwatolea adui mbele yako. Kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisicho kuwa safi akageuka na kukuacha. Wangapi wanatamani waachwe na Mungu? Wanatamani kuachwa na Mungu. Jumapili nilikuwa na wakumbusha watu ushuhuda mmoja, alisimuliaga mtu mmoja anishuhudia. Na mimi najua ni kweli huo ushuhuda kwa sababu ni ushuhuda unaoishi mpaka sasa wahusika wapo. Anasemaje? Akatokea mtu mmoja alikuwa anamuomba Mungu, tena ni nyatimba tu huko. Sema amen. Anamuomba Mungu sana. Akaona kama vile Mungu ajibu, amechelewa ajibu, hapati majibu yake. Moyoni mwake ikaingia roho ya kusema kumtumikia Baba una faida. Nimepata faida gani tangu namtumikia, tangu naomba, tangu namtolea, tangu namwimbia, tangu
moja akaamua kwenda polini kukata mti wa kutengenezea uchanja wa kuanikia vyombo. Akabeba panga lake, akabeba shoka lake, akaenda huko polini. Ipembeni tu mwa mji wake. Alivyogeuka kwenda hivi, hakupata tena akili ya kuja kurudi nyumbani. Ni kweli mti alikata vizuri kabisa, kaubruni akaubeba, lakini akili ya kurudi nyumbani kapotea. Akaendelea tu anaenda nyumbani kwake isio na mwisho, nyumbani kwake kusio na mwisho. Usiku kaanza kuingia, yuko anatembea tu. Usiku unaingia, maana amekataa kuongozwa na Mungu, amekataa msaada wa Mungu kwenye maisha yake. Ikafika mahali baada ya Mungu kujithibitisha, wakaanza kutafuta, ndipo hakika kamjia, akajikuta yuko mbali na nyumbani kwake. Alafu akili kalipomjia, akakumbuka sauti, ulisema huhitaji msaada wa nani? Msaada wa nani? Jiongoze sasa na akili zako, uone kama utaweza kutambua tu nyumbani imeshindikana. Je, nikiongeza gia ya pili, gia ya tatu, gia ya nne, gia ya tano, wapi? Umepotea pamoja. Sema amina. Sema amina kwa chanzo hai. Sitamani mimi kupotea katika siku za uhai wangu. Natamani nyakati zote na majira yote kuwa pamoja na Bwana. Bwana awe mlinzi wangu, awafukuze maadui zangu. Na kwa taarifa yako, kila siku itopo leo, kila mtu aliyetia nia ya kusema Yesu Kristo wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nimekubali kutembea katika neno lako, nimekubali kukufuata ili nikaurithi uzima wa milele. Umetangaza vita, wako maadui kama nini? Hebu sema mimi na kwa chanzo hai. Ni uone tu kwa macho ya nyama, lakini wako maadui. Kamuulize Gehazi wakiwa pamoja na Elisha. Wamekaa wametulia, kumbe maadui wametumwa, wamezunguka mji wao. Na ndio baadaye akafunguliwa macho kaona kilima kimejaa maadui. Akasema ole wangu Bwana wangu, tumeangamia. Kwa nini? Kwa sababu tazama jeshi limetuzunguka, kilima kimejaa majeshi ya maadui. Elisha aliyekifanya kituo chake kwa kitakatifu, sema amina, alikuwa yuko salama kwa sababu alijua hao maadui kuna ukuta wa moto umezunguka, kuna ngao ya chuma ya moto imetuzunguka, hawatatudhuru kwa lolote wala hawatatutenda lolote. Maandiko yanasema kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Alijua silaha zao haziwezi zikapenya kwenye ulinzi wa Mungu aliye hai. Akasema Bwana wangu, mtume wangu siogope. Akasema tunaye Bwana. Hakuamini, akasema funguliwa macho upate kuona. Akaona majeshi ya kimbingu yamezunguka. Mungu ameimarisha ulinzi wa Bwana wa Mungu. Akasema na tulale Bwana wangu, na tutulie tulale. Kwa nini? Amejihakikishia ulinzi wa Mungu uko juu yake. Yeyote aliyesafisha kituo chake, uko ulinzi usionekana kwa macho ya nyama, lakini usiku na mchana unaingia na kutoka, unaamka na kulala, ni kwa sababu mkono wa Bwana uko juu yako. Ulinzi wa Mungu aliye hai unakutembelea, lakini masharti kituo chako na kiwe kitakatifu. Kikiwa kichafu, fukuza unavyofukuza inzi, utaona hao watu wanakuja. Ukifukuza mmoja, wanakwenda kukusanyana, wanakuja watatu, wanakuja wanne, wanakuja watano, wanakuja wengi, wanashangaa wamekuzunguka nini? Wanaona kinyesi. Sema amen. Wanaona nini? Kinyesi. Amina. Amina. Mungu ameahidi kukaa ndani yetu, na ndio maana anasema hivi, mioyo yetu na iwe safi. Mioyo yetu na iwe safi. Jamani, shetani akimbii kwa kuvunja na kuomba. Anasema vigezo na masharti kuzingatiwa. Kama unasema kuvunja na kuharibu na wewe ni mzinzi, anasema vigezo na masharti. Una fitina na kukemea na kuvunja, anaingia kwenye magonjwa, ndoa inayumba, unavunja, anasema vigezo na masharti. Kila uchumi unakaa vibaya, anasema vigezo na masharti. Anapoona fungu la 10 hautoi sadaka, kila wakati anasema sina kwenye kazi ya Mungu sina, anasema vigezo na masharti kuzingatia. Anakuja, haondoki kwa kukemeaga. Hebu sema amina kwa jina la hai. Ndio nasikia mtumishi mmoja akasema baraka ndio kitu pekee ambacho hakiondoki kwa kuvunja. Yaani baraka za Mungu ni kanuni. Sema amen. Ni kanuni. Haziondoki kwa kukemea. Mapepo yanaweza kaondoka kwa kukemea na kuamuru toka kwa jina la Yesu, yakaondoka. Lakini baraka za Mungu, vigezo na masharti kuzingatiwa. Anaona namna gani uchumi wako unaoshirika na Mungu, mapato yako yanayoshirika na Mungu, kazi yako zinazoshirika na Mungu. Mungu anasema hii ni kazi yangu, kwa sababu katika kazi hii injili inahubiriwa, katika kazi hii watumishi wangu wanalishwa, katika kazi hii viwete wanahudumiwa, katika kazi hii wasio
wasiojiweza wanapata msaada kupitia kazi hii. Hii ni kazi yangu. Mungu anafanya ulinzi na ushirika na hiyo kazi. Utaona Mungu anasimama kuitetea na kuipigania. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Jambo la kwanza, ili kituo chako kiwe kitakatifu. Jambo la kwanza, kutunza utakatifu. Kutunza utakatifu, tena utakatifu wa mwili na roho. Sema amina kwa jina la Yesu. Utakatifu wa mwili na nini? Na roho. Utakatifu. Hebu tusome katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14 na wa 15 na 16, anasema kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Watu wengi wanajiuliza utakatifu ni nini? Sema amen. Ni rahisi kusema utakatifu, lakini kujua utakatifu ni nini, hapo ndipo biashara ilipo. Utakatifu ni nini? Na uwezo kupinga. Kuna watu wanasema uwezo kama mtakatifu, hao ni wapinga Kristo, kwa sababu Mungu alishatuahidi watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora na hao ndio ninaopendezwa nao. Sema amina. Kwa hiyo Mungu anautambua watakatifu walioko duniani, lakini ili uwe mtakatifu, nini maana ya utakatifu? Sema amina. Sema tena amina. Utakatifu ni kumuishi Kristo, ni kuliishi neno lake, ni kutembea katika njia zake, katika maagizo yake, katika utimilifu wa kweli yake. Huo ndio utakatifu. Sema amina kwa Yesu hai. Unapotimiza matakwa ya Mungu kwako, unapotimiza mapenzi ya Mungu kwako, unapotimiza kusudi la Mungu kwako, unatembea katika utakatifu. Maana yake nini? Kama ukitembea sawa sawa na sheria ya Mungu iliyotimilifu, Mungu anakutazama kila unapotenda neno lake kwa ukamilifu. Anakuona unatembea katika ukamilifu, kwa sababu lile neno ndiye Mungu mwenyewe na Mungu ndiye mtakatifu. Kwa hiyo unakuwa mtakatifu pale unapoliishi neno lake, pale unapotembea kwenye mapenzi yake, pale unapofanya lile limpendezalo Bwana. Ukiwa nje ya mapenzi ya Mungu, ya neno la Mungu, ya kweli ya Mungu, hata ungejiita mara 7,000 ya kwamba mimi ni mtakatifu, Mungu haoni utakatifu kwako. Hebu sema neno. Utakatifu ni kuliishi neno. Ni sana mtu akisema nina imani. Hebu sema neno. Imani ni nini? Imani ni neno la Mungu. Unapotii kile Mungu anakisema juu yako, ni kwa kuwa na imani, kwa sababu asiye na imani hawezi kutii neno lake. Hebu sema amen. Anasema mimi ni kiongozi, huyu anasema hapana, mimi wachawi ndio kiongozi wangu. Mizimu ndio kiongozi wangu. Mungu anasema natosha mimi kusimama na wewe. Wewe unasema msaada mwingine uko kwa ulitii neno lako la Mungu, uwezo kusema nina imani. Sema amen. Kwa utakatifu ni kumuishi Kristo. Ndio maana nasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Maana yake mliishi neno, mtembee sawa sana neno, mtembee sawa sana maongozi ya neno. Maana yake jinsi neno linavyowaongoza ndivyo mtembee vivyo hivyo. Mnashiriki uungu wa Mungu na Mungu ndiye mtakatifu, nanyi mtakuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Mungu ni mvumilivu. Sema amen. Ni mvumilivu. Wewe ukishindwa kuvumilia wengine, unampoteza Mungu. Kwa sababu uvumilivu ni tunda la Roho. Kwa ukishindwa kuvumilia watu wengine, sema amen. Maana yake umeenda nje ya utakatifu wa Mungu, maana Mungu ni mvumilivu. Na unapokuwa na uvumilivu ndani yako, unamuishi Mungu, kwa unafanyika mtakatifu kwa Bwana. Hebu tuangalie tena kitabu cha, anasema kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Yeyote aliyempokea Yesu, asiye na watu wawili, sema amen, asiyepata picha za watu wawili. Manake yule mtu wa kwanza kabla hujaokoka lazima awe hapo, umbainishe awe hapo. Na yule mtu wa pili baada ya kuokoka lazima awe hapo. Kwa nini? Maandiko yanasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Manake anazaliwa mtu kwa tena. Kwa hiyo kwenye maisha yako yote useme huyu ni Tumaini wa zamani na huyu Tumaini wa sasa. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Tumaini wa zamani alikuwa na
chuki. Tumaini wa zamani alikuwa anaenda kwa waganga wa kienyeji. Tumaini wa zamani alikuwa anaabudu mizimu, alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mzinzi, alikuwa ni mkorofi, alikuwa ni mtukanaji, alikuwa ni mwovu. Lakini Tumaini wa sasa hivi ni Tumaini ambaye analiishi neno, anatembea katika ukamilifu, anatembea katika utakatifu. Hebu sema amina kwa jina zote haya. Tumaini wa zamani alikuwa anavaa milegezo, ila Tumaini wa sasa anavaa suti. Tumaini wa zamani alikuwa anavuta bangi, ila wa sasa soda ndio chakula chake. Tumaini wa zamani alikuwa anavugia bia. Tumaini wa sasa ndio. Tumaini wa zamani alikuwa anapeleka watu mahakamani hovyo. Tumaini wa sasa anaachilia. Tumaini wa zamani alikuwa na fitina, ila Tumaini wa sasa anawapenda watu wote, anawapenda tamaduni. Huyo ndiye Mungu atamuita mtakatifu. Anasema msienende tena katika mwenendo wenu wa zamani. Muulize jirani yako. Amen. Tumaini wa jiseme sasa, jiseme mwenyewe au mseme mwenziwe, mseme amen. Kwamba yule mtu wa zamani nimemuona. Yule mtu wa zamani nimemuona. Lazima ndani yako afanye, yaani lazima kwenye maisha yako watokee watu wa zamani. Atokee mtu wa zamani, atokee na mtu mpya. Na Mungu anatembea na yule mpya. Anashirika na yule mpya. Anasema msiendelee tena katika mwenendo wenu wa zamani ule wa kufanya matambiko nyumbani, mazindiko na uchawi nyumbani. Huwa sasa hivi anategemea damu ya Yesu. Sema amen. Hana ushirika na mazindiko, wala na uchawi, wala na uganga, wala ni mizimu. Hana ushirika nao. Ana ushirika na damu ya Yesu, ana ushirika na neno la Bwana, ana ushirika na Roho Mtakatifu, ana ushirika na nguvu za Mungu aliye hai. Hebu sema amen. Yule wa zamani alikuwa na mipaka. Sema amina. Anaweza kaenda kwa Juma, kwa Ali haendi. Amen. Anaenda kwa Martha, lakini kwa Rehema haendi, akiwa na sababu zake. Huyu wa sasa hana mipaka. Sema amen. Anawapenda wote, anawapenda na matui, anawapa na maji ya kunywa. Walio na njaa anawapa na maji ya kunywa. Hebu sema amina kwa jina zote hayo. Kwa kutenda hivyo, Mungu atafanya kituo kwako, kwa sababu hataona haya kukuita mtakatifu. Sema amina kwa jina zote hayo. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu imeandikwa, kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Hebu waza mwenendo wetu wote ni namna gani? Mwenendo. Yaani mwenendo wangu wote ina maana ni mfumo mzima wa maisha yangu yote. Yaani kuongea kwangu, kazini kwangu, kila nalolifanya, mipango yangu yote lazima iendane na kusudi la Mungu na mapenzi ya Mungu. Mungu akiona kuna watu kanisani wana mwenendo mzuri, sema amen. Lakini wakitoka nje ya kanisa wana mwenendo wa zamani, mwenendo wa kale. Kuna mtu mwingine akiwa Nemba ana mwenendo mzuri, akienda Mbeya huwezi kujua kama huyu ni ameokokaga huyu. Hata kanisani ule mwenendo wa kanisani unaisha. Anasema mimi nimesafiri. Sema amina kwa chanzo hai. Sikiliza, aliye na Kristo ndani ya moyo wake, yaani umesafiri siku moja tu mbili tatu, madhabahu imekaa umeijenga. Sema amina. Sema amina. Nini kamulize, ukisoma kitabu cha Mwanzo utaona Ibrahimu akasogea akajenga madhabahu, akasogea akajenga madhabahu, akasogea akajenga madhabahu. Ni kile kituo cha kwanza ambacho anamruhusu Mungu au anatembelea, maana anapaweka wakfu mahali pale alipokanyaga miguu yake. Mahali hapo panakuwa na ushirika na Mungu aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Sikiliza, duniani huko kuna mapepo mengi na wachawi wengi na miungu na mizimu mingi. Lakini ukisha kuwa umetengeneza ushirika wako na Mungu, hao wote watakuwa wanapiga salio juu yako. Sema amen. Sema tena amina. Kwa jinsi ya rohoni kuna mahali ukipita mtu mwenye ushirika na Mungu
Mungu, yale mapepo yanapisha. Sema amen. Yanapisha, yanapisha. Unapita tena, yanapisha. Kwa nini? Una ushirika na Mungu aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Ushirika wako ukidumu kwa ukamilifu na utakatifu na Mungu, Mungu atafanya malangoni pako kwa makao. Atafanya madhabahuni kwa makao. Atafanya shambani kwako kwa makao. Kila mahali ambapo Bwana amekupa, mahali hapo patakuwa ni kituo cha Mungu, wakipanda na kushuka malaika zake watakatifu na kukuhudumia kwa lengo la kusudi la kukuokoa na kukuponya. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 1:16 anasema hivi, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu, acheni kutenda mabaya. Maanake Mungu anasema asione uovu machoni pake akutazamapo. Hebu sema amen. Asione uchafu wowote, asione uovu wowote, asione kitu chochote kisicho safi, ndipo atakuwa na ujasiri. Sema amina. Atakuwa na ujasiri wa kukutendea, akisema wewe umiliki yangu, mahali hapa na miliki, mahali hapa na tawala. Shetani hawezi akaleta ghasia za namna yoyote mahali hapo. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Anajua hii ni himaya ya Mungu aliye hai. Ni sawa na mtu atoke Uganda aje afanye vurugu kwenye ikulu ya Tanzania, atashughulikiwa kikamilifu. Sema amina. Maana yake nini? Unapoona bendera ya Tanzania imepandishwa, maana yake hapo ni miliki ya Tanzania, panamilikiwa na Tanzania. Jeshi la Tanzania lina halali ya kumshughulikia yoyote anayefanya vurugu hapo. Maana yake nini? Kwenye kituo chako ikipandishwa bendera ya mwana kondoo, bendera nyekundu iliyochoviwa katika damu ya Yesu Kristo, hapo mapepo yakija naoni na pepe anasema hii ni himaya ya mwingine. Hebu sema amina kwa jina la hai. Hii ni mahali pa mwingine, hii ni kaya ya mwingine, hawawezi kusogea mahali hapo. Kwa nini? Unapotunza utakatifu. Utakatifu huwa katika maneno ya kinywa, utakatifu huwa katika kile unachokifanya. Kazi zako zinashiriki utakatifu wa Mungu. Biblia inaeleza katika mwenendo wako wote. Sema amina kwa jina la hai. Haleluya. Ndio. Yaani mimi nikiwa kule ofisini nahitaji pia nimuishi Kristo kule ofisini. Nikiishi tofauti na ninavyoishi nyumbani na kanisani, Mungu atanifuata na shetani atanifuata huko kule ofisini. Amen. Huwa ninapata sana shida nikipanda magari ya kusafiri, unaenda safari za mbali. Unakuta sasa kituo ni kichafu kile. Unafanya kazi ya kuoga. Yaani ukitoka hapo, yaani unafanya kazi unaomba baada ya Yesu, Bwana takasa macho yangu, takasa masikio yangu, Bwana takasa moyo wangu, osha Bwana. Nini kimeingia kitu kilicho kichafu? Ukikaa vibaya utashangaa kile kinaanza kusikika. Kinaposikika kingine cha ufalme mwingine ndani ya moyo wako, Roho Mtakatifu anakaa mbali na wewe. Sema amen. Anakaa mbali na wewe. Watu wengine wanaona ni kawaida tu. Unashangaa kuna mlokole anabudagara hapa. Yaani kwenye simu yake, yani dagara ndo ya kufungulia maombi. Anasikiliza kwanza budagara alafu ndio anaenda kuomba. Mungu naomba, yani sikiliza nikwambie, kabla hujamuita Mungu mapepo yalishakuja mapema. Nini yalifuata? Harufu ya budagara, maana ni chakwa. Budagara alipokuwa anaimba alienda akatambika kwanza, akazindika kwanza, akatamkiwa laana, akatuma na mapepo ya kumwezesha. Kwa unapokuwa unaimba wimbo wa budagara nyumbani kwako, maana yake umeruhusu mashetani yaje na yanakuja kusikiliza, yanaburudika na yeye anashiriki ibada. Kwa unapomwita Mungu unajipotezea tu muda. Mungu aweza kashuka wala malaika waweza wakashuka. Na ndio maana tunashangaa pamoja na kuomba, lakini usiku umekabwa, umekandamizwa, unaliwa, unajikuta uko mahali, unajikuta unabebeshwa vitu, unajikuta unahangaika nini? Mungu hakuwa na ushirika na kile ulichokuwa unaomba, maana ulichofua kwanza kituo chako. Sema amina. Jamani sema amen. Wangapi wanaamini nyimbo za dunia ni uchafu mbele za Bwana? Nataka ulikuwa ujue nyimbo za dunia za kina Diamond, za kina Sue Alikiba, Sue kina nani, hao kina Saida Karoli, ndio wanaonekana wana ladha nzuri tuwasikiliza, lakini nataka nikwambie hivi, ni uchafu mbele za Bwana. Mungu akija anatembelea kituo, anapoona umeweka kwenye simu yako huo uchafu, kwenye TV yako huo uchafu, nataka nikwambie Mungu hatapanda na kushuka kwenye hicho kituo, maana anauona uchafu. Zile nyimbo
Yako mashetani ambayo yalihusika kwenye utunzi, kwenye biti, kwenye utaratibu wote yalihusika 100% ili kuiwezesha ile kazi ya huyo mtu, ili kuipa kibali. Na ndio maana ukitaka kufahamu, hebu Budagala aitwe hapa. Aitwe hapa Nemba. Uone watu ambao wanakimbizana wanaenda. Na angalia watu, aina ya watu wanaoenda hapo. Ni watu wanaenda na makorokoro na mailizi na nini? Maana huyu ni mshirika wao. Kwa nini tukiitisha mkutano wa wakusanyaji kama wanavyokusanyana, hawaingii kwenye madhabahu kama wanavyoingia kwa Budagala? Nini ni palme, ni maya mbili tofauti. Kwa hiyo unaposhirika wewe, unakuwa ni mshirika wao. Na wanapokuja wanatazama, wanajua huyu ni wa kwetu. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo utakatifu ni katika kila eneo la maisha. Watu wengine wanapuuza uvaaji. Sema amina. Sema tena amina. Unapopuuza uvaaji, sikiliza. Okay. Napewa kitu hiki. Ni siku moja nilienda Mbeya, nikamkuta mtu mmoja amevaa t-shirt imeandikwa Demons mgongoni mwake. Alafu ilikuwa ni siku ya semina. Tuko ibadani na anageuka inakuta Demons. Unaelewa maana ya Demons? Maana yake mashetani, mapepo, majini hayo. Kwa una alama yao. Okay. Hivi mtu akivaa CCM, kwa mfano huyu mshirika wa CCM, ukivaa vazi jezi ya CCM, ina maana unatambulisha nini? Mahali ulipo unatambulisha chama, imaya na utawala na mamlaka ya hicho chama, si ndio? Ndio maana wanakataga kama pana CCM wamevaa, alafu na Chadema wajipenyeze, wana uhalali wa kumkamata na kumshughulikia kisheria. Je, wewe umevaa jezi ya Demons ya mashetani, alafu umeshiriki kambi la watakatifu, kusanyiko la watakatifu, wale wana uhalali wa kukuja kabisa, wanasema tunataka tumchukue mtu wetu. Wanakuja wanadaka za huyu ni mtu wetu, wanampeleka. Wala uwezo kusema niko kwenye uwepo wa Mungu. Mungu sio, Mungu hana upendeleo. Mungu sio, yaani Mungu anafuata kanuni. Sema amina. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Ndio. Kwa katika mwenendo wote. Zimekuja nguo sasa hivi, wamama walishaacha kuvaa nguo za staa mbele za Bwana. Kwa Mungu angalia mavazi, anaangalia roho. Nataka nikwambie mwili wako ni hekalu la roho. Hebu sema amen. Kabla watu hawajaangalia roho aliyeko huko ndani, wanakuangalia kwanza wewe nje. Kwa nje unamtambulisha nani? Kama kwa nje unamtambulisha mwingine alafu nasema roho anakaa ndani, hapana. Kwa sababu Biblia inayataja mavazi ya kikahaba. Sema amen. Kwa kama umevaa mavazi ya kikahaba, na tunajua kahaba ni wa shetani, si ndio? Ni uchovu mbele za Bwana. Alafu huko ndani nasema nina Mungu, nina Bwana Yesu. Hapana, watu hawataelewa wala Yesu hatakutambua. Anataka uone umevaa kwa staha. Unaposema ni mtumishi wa Mungu, na ijulikane wewe ni mtumishi wa Mungu. Vile vimini, vile bisketi na misuruali, vile ni vya makahaba kule, na vina kazi maalum kuvutia biashara yao iende. Je, wewe unavutia nini? Hebu sema amen. Una mume wako, una mke wako, wewe ni kibindi binti, ni kijana bado hujapata mume, unavutia nani? Sema amina. Na kuna mafundisho yameingia makanisani. Nisikia mtu mmoja, askofu mkubwa kabisa, anasema vaeni mavazi ya kuvutia waume zenu. Anawaambia wakina mama, ndio maana waume zenu wamekamatwa na makahaba, wamekamatwa na kwa sababu nyinyi wanakole mnavaa, mnajifunika makanga, mnajifunika nini? Inatakiwa mvae kama wao ili washindwe kuvutwa na makahaba. Maana mkivaa kama makahaba, maana yake mtakuwa sawa. Kwa hiyo wataona maungo yenu, hawatatamani ya makahaba. Hayo ni mafundisho ya kipepo na ushetani. Na mtu kimsikia mtu kama huyo, kimbia sana, maana hilo ni pando. Likikupandia likaota, utakwenda kuzimu. Sema amina. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Haleluya, mteule wa Bwana Yesu. Kwa sababu ya wakati wetu, ngoja niende kipengele kingine. Kuwa na imani thabiti kwa Mungu aliye hai, ili kituo chako kiwe kikamilifu na kitakatifu, na kimfanye Mungu apate kushuka na kupanda kwa lengo la kukuokoa na kukuponya. Ni lazima uwe na imani thabiti juu ya Mungu. Biblia inasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Naye akisitasita, moyo wangu hauna furaha naye. Maana yake nini? Kuwa thabiti na imani juu ya Mungu. Maana yake nini? Maana yake kumfanya Mungu kuwa ni hakika
yeye. Una haja yoyote kwa Mungu, unamtegemea yeye. Mungu anatazama kituo chako, anaona ni mali yake, maana unaishi kwa imani yake, atakutembelea. Lakini akiona una mazindiko nyumbani kwako, una mazindiko kwenye biashara yako, una mazindiko kwenye ndoa yako, na kuna wengine wanasema ili ndoa ikae vizuri lazima itengenezewe vitu, si ndio? Nikamsikia mama mmoja jana, nilikuwa namsikia mama mmoja aliokoka kutoka kwenye uchawi kama daraja la 3, anazungumza namna alivyokuwa wanatesa waume zao. Walikuwa wanawalisha uchafu na uchafu na uchafu na uchafu, yaani uchafu na ujua uchafu, ili wawakamate wawamiliki na wateja. Na ule uchafu waliokuwa wanawalisha ndio ulikuwa ni mlango wa shetani. Maana yake shetani linamvaa huyu mwanaume kwa maelekezo maalum, limwekee mipaka mbalimbali ili sasa